Jina langu ni Daktari Telaikwan. Mimi ni naibu mkuu wa kitivo cha sayansi kutoka idara ya sayansi shirikishi za afya. Ninafundisha wanafunzi wa sayansi ya tiba na pia walishe. Kwa mradi huu tunachunguza ugonjwa wa kuhisi mawimbi ya umeme kupita kiasi. Kwa kifupi nitawita huu kama ACE. Na tunachunguza kifaa kinachobebeka kiitwacho mGuard ili kuona uwezo wake wa kulinda washiriki wanaohisi kuwa na ACE. Katika mradi huu, washiriki watabeba kifaa hicho kwa siku 3, na kabla na baada ya kubeba kifaa hicho, tutachunguza umbo la seli za damu, tukitafuta kuwepo kwa mpangilio wa rollout. Zaidi ya hayo, tutatoa plasma ili kuchunguza viashiria vya oksidi, ikiwemo kile cha protini ya mshtuko wa joto. Na pia kiashiria cha histamini, na tunaangalia kiashiria cha mzio, kama vile malondialdehyde, na pia tunaangalia kiashiria cha mfumo wa neva, ambacho ni serotonini. Hivyo unapokaa sana kwenye uga huu wa sumaku umeme, itasababisha mabadiliko katika umbo la seli za damu. Hivyo basi itapelekea kutokea kwa mpangilio wa rollout. Hivyo mara tu mpangilio wa rollout unapoundwa ndani ya mkondo wa damu, itasababisha usafirishaji wa oksijeni kuanza kupungua. Na pia itaathiri mzunguko wa damu kwenye mishipa midogo. Na mara mzunguko huu wa mishipa midogo unapoathirika, inaweza kuleta dalili nyingi ambazo si dalili mahususi. Hali ambayo hatimaye hupelekea kuwa na hii ACE, yaani ugonjwa wa kuhisi mawimbi ya umeme kupita kiasi. Ningependa kufafanua hili. Badala ya kusema mpangilio wa rollout ni kiashiria cha kibiolojia, ningesema kuwa hiki ni kiashiria cha awali cha kifizikia kuonyesha kuwa mtu amekaa sana kwenye uga fulani wa sumaku umeme. Seli zetu nyekundu za kawaida huwa na chaji hasi zinazozizunguka seli hizo. Hivyo na mara unapokaa sana kwenye uga huu wa sumaku umeme, inaweza kusababisha chaji hizo zote kupungua. Na nguvu za kusukuma zitapungua, kisha seli zote nyekundu zitajikusanya na kupangana juu ya nyingine zikipelekea kuundwa kwa mpangilio wa rollout. Seli zote nyekundu hujikusanya na utakuwa umekwama kwenye mzunguko, na inaweza kuathiri mtiririko wa mishipa midogo, na hii inaweza kusababisha damu kupata usumbufu kwenye mtiririko wa kawaida wa damu. Ndani ya kipindi cha uchunguzi cha siku 3 tu, 70.3% ya washiriki waliripoti maboresho yaliyoonekana katika dalili zao. Pia tuliona upungufu wa 50.7% katika mkusanyiko wa seli za damu, jambo ambalo ni muhimu kwani linasaidia mtiririko mzuri wa damu, mzunguko bora wa mishipa midogo, na usambazaji bora wa oksijeni na virutubisho katika kiwango cha seli. Pia kulikuwa na ongezeko la 59.5% la serotonin, likiboresha hisia, usingizi na uwezo wa kufikiri. Matokeo yalikuwa mazuri sana hata ndani ya muda mfupi wa siku 3 tu. Inatarajiwa kuwa muda mrefu zaidi wa kutumia teknolojia ya mGuard ungaleta mabadiliko makubwa zaidi na yenye uzito wa kitakwimu.